maadhimisho ya sikukuu ya wanawake duniani, mimi kwenye banda la wizara, mimi ni katibu. Na kwa majina yangu naitwa Elifitia Palanjo. Na kwenye banda letu hapa tunatoa huduma mbalimbali. Tunatoa huduma mbalimbali, kwa mfano kama mnavyoona kushoto hapo, ya uvunaji wa maji. Kuanzia mchakato unavyoanza, mvua inavyonyesha, maji yanachujwa kuanzia maji yakiwa machafu mpaka kwenye pointi ya mwisho ambayo yanapatikana maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya wanadamu. Katika mtambo huo, ina maana elimu inatolewa, wananchi wanapopita wanapata elimu kwamba tunawezaje kutunza mazingira yetu ili yaweze kuwa endelevu kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Lakini mbele pia tuna idara ya ubora, ambayo idara ya ubora wanahusika na kupima maji kuanzia maji yakiwa kwenye chanzo kwa ajili ya kujua usalama wa maji, kama yanafaa kwa binadamu au la hayafai kwa binadamu. Lakini pia kwa chini pale tuna mtambo kwa ajili ya kuchuja maji. Elimu inatolewa jinsi ya kukusanya yale maji na kuyachuja ili yafae kwa ajili ya matumizi ya wanadamu. Mnavyoona ule mtambo pale ni miongoni mwa mitambo 25 ambayo imetolewa Tanzania nzima, lakini ni kwa ajili ya uchimbaji wa visima. Kwa sababu wananchi wanapofika hapa wanahitaji kupata elimu. Wengine wanakuja hapa wakitaka, labda kwa mfano wameona pale kuna mtambo huu ambao mama aliutoa, Mama Samia ameutoa kwa ajili ya uchimbaji wa visima. Wanakuja wanasema tunatamani na sisi tungechimbiwa visima. Mwananchi wa hivyo anapofika katika banda hili anapata elimu kwamba visima vitachimbwa, lakini kuna visima vya mama ambavyo vinachimbwa na serikali. Kwa hiyo kwa muda huu wewe si wa kugharamia mtambo kwa ajili ya uchimbaji wa visima. Wananchi wamelipokea kwa uchanya. Kuna maeneo ambayo wananchi walikuwa hawajapata maji kabisa, yaani ina maana miradi ilikuwa haijafika huko. Lakini sasa hivi hayo maeneo ndio yaliyokusudiwa kwa hatua za awali kwa ajili ya kuchimbiwa maji, wapate maji. Na hiyo imesaidia kwa sababu kuna maeneo ambayo sasa hivi wamama walikuwa labda wanadamka asubuhi kwa ajili ya kwenda kutafuta maji. Lakini kwenye uchimbaji wa visima ina maana wanapata maji, wanaendelea na shughuli zingine za maendeleo. Sisi kama Wizara ya Maji, kwanza tunamkaribisha sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu daktari ametutoa mbali. Tumetoka kwenye wizara ya lawama, tumekuwa wizara ya mfano. Zote hizo ni nguvu zake yeye. Anahakikisha kwamba anamtua mama ndoo kichwani, halali usiku na mchana akifikiria, kwa sababu maji ni kitu ambacho hakina mbadala. Kwa hiyo na maana hilo limekuwa ni jambo ambalo amelibeba, na sisi kama wizara tunamkaribisha na pia tunatambua kwamba hakika anafanya kazi ambayo ni nzuri. Yeye yuko mbele na sisi tuko nyuma yake.